Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa wa elimu ya mitishamba, na hii leo tumekuja na somo hili, somo zuri kabisa, somo ambalo tunapaswa watu wengi tupate kufahamu. Kama wewe unafanya biashara, kwa mtu yeyote anayefanya biashara ajitahidi basi dawa hizi ni mwenye kuzifahamu, na ikiwezekana hizi dawa ziweke nyumbani kwako, sawa maana kuweka nyumbani kwako unaziweka kwa ajili ya kutumia katika biashara yako katika hali ya kuchoma. Kabla ya kutaja hizi dawa, ni kuombe tu kama hujasubscribe usahau kusubscribe. Lakini pili, kumbuka ya kwamba katika ofisi zetu tunapokuwa tunafanya biashara katika maofisi yetu, kuna mambo mengi sana huwa yanapita nyakati za mchana, na kuna mambo mengine mengi sana huwa yanapita nyakati za usiku. Kwa yale ambayo yanapita nyakati za mchana ni yale ambayo unaweza kukaa ofisini kwako wakaja wachawi au wanga kukuangia katika biashara yako, na kuna wengine wanakuja kama atakuwa na macho yako mepesi basi hutaweza kuwaona, lakini kwa wale ambao macho yao ni mazito wanaweza kuona vitu vibaya, basi wanaweza kawaona. Nikisema hivyo nadhani watambuzi watakuwa. Sasa nyakati za mchana huwa kuna baadhi ya watu huja katika ofisi za watu, hutembelea katika maofisi ya watu na kufanya uwanga katika hizo ofisi. Mfano, una duka lako, una ofisi yako, au una sehemu yako kutafuta riziki. Mfano, una sehemu unauza chipsi, unauza nyama, bucha na kadhalika. Anakuja anafanya uchawi na kumwaga uchawi wake katika sehemu ya biashara yako ili usipate wateja au ili biashara siende. Sasa hii ni nyakati ya mchana. Hali kadhalika kuna baadhi ya watu wengine ambao ni wachawi, watu wabaya au wanga, huwa wanatembea katika biashara za watu, katika maduka ya watu nyakati za usiku, kisha hufanya vifungo vya kila na vifungo ili yule mtu asipate kufanikiwa katika biashara ile. Lakini ukiacha hiyo, pia kuna baadhi ya wanga wengine hutumia kumlega haswa yule mhusika wa ile ofisi, ima akachota kitako chako au akachota unyayo wako au akachukua kitu katika sema biashara yako na kwenda kuifunga ili usipate kufanikiwa. Sasa mtu wa design hii anafunguliwaje? Kuna namna nyingi sana kufungua, lakini tunafungua kwa kumtawakal Allah, Mwenyezi Mungu apate kufungulia. Nini cha kufanya? Jambo la kwanza, kama mtu ambaye huamini masuala ya dawa, unaamini dua, basi nitafuta shekhe akufanyie dua sema biashara yako kwa nia zako utakazoziweka. Insha Allah, kama kuna uchawi umefanyika, basi uchawi huo utakuwa kuondoshwa. Kama kuna vifungo vilifungwa, basi vifungo hivyo vitakuwa vyenye kufunguka biidhnillah. Lakini hali kadhalika kuna baadhi ya watu wengine huwa wanatumia kufungua vifungo vyao kwa kutumia madawa ya kuoga. Mfano, mtu ambaye kachawiwa katika mwili wake, basi mtu huyu kuna baadhi ya dawa huwa anapaswa atumie ili insha Allah apate kujiweka sawa mwili wake. Tushaelezea dawa nyingi sana. Sasa nakuelezea dawa hizi tatu. Kama unajihisi mwili wako upo sawa, basi tafuta hizi dawa tatu, insha Allah utakuja utakaa sawa. Dawa ya kwanza, tafuta dawa inaitwa mfunguo, upate mfunguo. Sawa? Baada ya kupata mfunguo, dawa ya pili mwambie akupatie mangube. Sawa? Na dawa ya tatu mwambie akupatie mlipulipu. Sawa? Baada ya kupata hizi dawa, moja katika hiyo ambayo ni mfunguo huwa na rangi ya kijani, ya pili mangube huwa ni nyeusi, lakini ya tatu mlipulipu uliosagwa huwa katika rangi ya kaki fulani hivi. Sawa? Kama hiyo unaona hapo. Sasa utapokwisha dawa hizi, changanya pamoja, tumia hizi dawa katika hali ya kuogea katika mwili wako. Sawa? Na kama sema kwa ofisi hajakaa sawa, tumia kuchoma pia katika ofisi yako kwa nia maalum. Insha Allah, mwelekea Mwenyezi Mungu, dawa ni kama sababu na kila jambo lako litakuja sawa. Simuelewa? Wengine hutumia dawa hizi kupigia deki au kufukia katika sema biashara yake, akiwa Mwenyezi Mungu amfanyie pesa katika biashara zake. Sisi tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kwa mtu yoyote mwenye biashara anapaswa hizi dawa zifahamu, na anapaswa hizi dawa awe ni mwenye kuzitumia mara kwa mara ili insha Allah kutengeza nguvu katika biashara yake, ili insha Allah apate
kheri katika biashara yake, kwa sababu kuna wachawi wanafungia watu biashara zao. Kwa nimekupeni faida hizo: mfunguo, mangube, mlipulipu. Ni dawa nzuri sana zenye kuua uchawi biidhnillahi taala. Ni dawa nzuri sana ambazo kazi yake kubwa huwa zinatumika katika kumfungua mtu na kumtibia mtu, lakini ile dawa hapo ina kazi yake nyingi sana. Kwa hiyo tumieni dawa hizo tatu, mlipulipu, mfunguo na mangube, katika hali ambayo ya kujitibu biidhnillahi taala. Ni kuombe tu kama hujasubscribe usahau kusubscribe. Kumbuka hizo ni dawa tatu bora ambazo nimekuleteni leo hizi za kujifungua. Tumieni hivyo na insha Allah kila aina ya uchawi mliofungwa utakuwa ni wenye kufunguka. Lakini wengine huwa tunatumia hivi, huwa tunachanganya. Unatumia dua, unachukua na dawa, unasomea dua, unafanya kazi yako. Hiyo inakuwa ni bora zaidi kifanya hivyo biidhnillahi taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.